andika title kwamba Roho Mtakatifu anayewajaa wa Pentekoste wa sasa ni utaira au mapepo. Roho Mtakatifu anayewajaa wa Pentekoste wa sasa ni utaira au mapepo, na sisi hatujai huyo Roho na hatumtaki, kwa sababu kimsingi sio Roho wa Mungu, ni mapepo yanakuwa yamewajaa, na yakishawajaa wanaita wamejaa Roho Mtakatifu. Kwa nini tunaweza kuwa tunafundishana vitu kama hivi? Ni ili tujulishane Roho Mtakatifu ni nini, kilikuwa ni kitu kinafananaje, mtu alikuwa akiwa nacho anakuwaje, anakuwa jasiri kiwango gani, anakuwa na uwezo wa kunena na kutenda kwa ufanisi kiwango gani, anakuwa ni mtu ambaye yani anabariki watu kiwango gani. Roho Mtakatifu wanayejaa Pentekoste wa sasa, hadi maaskofu wamejaa mapepo, wamejaa mapepo kabisa. Unaweza ukaona wanafurika mahali, kumbe ni mapepo yamejaa. Bwana si kwanza niweke sawa baadhi ya mambo, kwamba ukweli ni kwamba sababu za mimi kuhubiri hivi ni kale katukio kalikotokea. Nadhani ilikuwa ni juzi, mkubwa mmoja alikuwa ameenda mahali kwenye kikao cha CPCT, akasema basi jamani, inabidi tumuombee mkubwa wetu, kwa sababu huyu mkubwa wetu inabidi awe na afya njema. Asipokuwa na afya njema, akitikisika na nchi itatikisika. Kwa hiyo tumuombee huyu mwenyekiti wa kijiji hawe na afya njema, aendelee kuwa na afya njema. Lakini ofisi ya kijiji hapa imeelekea upande wa kusini. Kwa hiyo kwanza kuna mtu hapa atatakiwa aongoze maombi, alafu huyo mtu inabidi kwanza awe ameshuhudiwa moyoni mwake. Ingawa hii dunia Roho Mtakatifu ni utaira kabisa. Yaani kwamba askofu mmoja anapita mbele kuongoza maombi, yaani eti kwamba Roho wa Bwana sio amemshuhudia aongoze. Nikasema kwa huyu ndo Roho wa Bwana amendoka kamshuhudia hivi. Yana mkuta yule mkubwa anasema, kwanza nataka ya maombi yaongozwe na askofu, lakini pili haya maombi inabidi yule anayeongoza awe ameshuhudiwa moyoni mwake. Yaani kwamba kwa maneno yale ya yule mkubwa, kuna askofu pale akashuhudiwa moyoni mwake, Roho Bwana akamjaa kwamba ni mimi huyo natakiwa nikaombe. Ni vizuri tuwe tunachambua Roho Bwana kwenye Biblia alifanya nini na nini. Amen. Kwa sababu dunia imeharibiwa na watu hawa. Watu tunaoona huko kanisani na hawa maaskofu wanaokuwa na media, watakuwa na maredio, wana ma TV, wana nini, wana kundi kubwa la watu. Hawa ndio walioharibu dunia, na wameharibu kupitia mdomo. Waliongea, walianza kuambia watu, unajua Roho Bwana, unajua hekima, unatakiwa kuwa na hekima, lakini kumbe imejaa woga, imejaa mapepo. Sasa unaweza kusema, wewe kwa nini unasema sio watumishi? Hata Biblia haijawahi kuwajua, ni manabii 400 wa Ahabu. Bwana akasema, utaendaje kumdanganya Ahabu? Kwa sababu Ahabu tayari amemuua Naboth kwenye ile Wafalme wa kwanza 21. Ahabu tayari amefanya maovu mengi, ameonywa na Bwana, ametulia kwa muda, lakini baada ya hapo bado anataka kutabiriwa mafanikio. Ahabu ameua ili atamalaki, ila bado anataka kutabiriwa mafanikio, ili awapate watu watakao mtabiria mafanikio. Anaenda kuwaita manabii wake 400. Na ndio maana Yehoshafati, jitu la ibada lililowahi kumwomba Mungu, akaelekezwa jinsi ya kushinda vita. Yehoshafati akasema, hamna, haiwezekani ama manabii 400 hawa
wao ndio wameongea ukweli. Yehoshafati ni mtu wa ibada tofauti na Rahabu. Yehoshafati akasema hauna mtu mwingine hapa. Aliingiwa shaka kwa sababu kwa mwenendo wako wewe Ahabu, alafu kwa nini manabii wote hao waongee kwa sauti moja? Bwana si. Kwa nini wote waongee kwa sauti moja? Sasa tukiwaita kwamba wamejaa mapepo, hatuwatukani. Ndo utabiri wa manabii 400 ambao pepo mchafu aliwaingia. Maandiko yanasema yule pepo mchafu akasema nitaingia ndani ya vinywa vya manabii wake ili nimpotoshe. Bwana si. Sasa ni vitu ambavyo hiyo anaitwa askofu, anaitwa kuhani, anaitwa nabii wa Mungu, anaitwa amejaa roho wa Mungu. Kujaa roho wa Mungu, kujaa roho wa Mungu ni kuwa na Mungu kamili, ni kuongea vitu ambavyo ni mawazo ya Mungu. Mungu anaona nini? Mungu anajisikiaje? Na kama kujua Mungu anajisikiaje ni mbali, eneo la kwanza la kujua Mungu anaona nini juu ya hivyo vitu ni Biblia. Yaani ukijaa roho wa Mungu, roho wa Mungu lazima, maandiko yanasema yeye hatakuwa na vya kwake, atatwaa katika vile vilivyo vyangu. Bwana asifiwe. Amen. Na vilivyo vya Bwana vimo ndani ya Biblia humu. Wewe ili utujulishe kweli una roho wa Mungu, unatakiwa utuambie mifano ya watu kwenye Biblia walioua kama hao unaosema unawabariki hao. Mifano ya watu walioua kama hao kwenye Biblia. Roho wa Bwana alivyowajaa manabii, aliwaambia, aliwapa ujumbe gani? Je, aliwaombea? Je, aliwabariki? Je, aliwaambia wafanikiwe? Bwana asifiwe. Amen. Sasa nimekwambia kwamba Roho Mtakatifu wanajaa Pentekoste sasa ni utaira au mapepo. Kwa sababu kwa akili ya kawaida kabisa, mtu anayesoma Biblia kwa akili ya kawaida, unajua ndio nimekuja kugundua kwa nini mzee anawapinga sana wahubiri. Yaani mzee wakati mwingine anasema wewe hivyo ulivyo una uwezo kuielewa Biblia kwa maana yake halisi, ila kuna mhubiri ulimsikiliza akaanza kukwambia kama Yesu alivyofufua wafu na mimi nafufua biashara yako. Hivi kweli nguvu ya kufufulia biashara na kufufulia mfu vinaendana? Kufufua biashara si hata Wahindi wanaoroga wanazifufua. Kwa hiyo unafananisha kufufua biashara na kufufua mfu. Lakini ndio vitu ambavyo wanaoitwa wamejaa roho wanavifafanua na kuwapotosha watu. Sasa nirudi niendelee kufafanua kwamba kale kakisa kamenifanya nijue upotovu mwingi uliomo duniani uliingizwa na watu. Amen. Amen. Kwa sababu yule askofu aliposimama na kuanza kunena kwa lugha, pamoja na kwamba Mike Endo alikuwa ameshika, lakini unaona kuna Wapentekoste kule na wenyewe wananena kwa lugha. Yaani manake baada ya kujaa mapepo amewaambukiza na wale washirika pale, ile kusanyiko lile, amewaambukiza mapepo kwamba jamani, haya twende tuelekeze mikono mashariki kule kwa wauaji, tuwabariki wauaji kwa vile walivyoua ndugu zetu. Si ni uchizi huo? Yaani hata wewe eti mtu ameua ndugu yako, ameua mwanao. Kwa sababu mimi naamini haiwezekani kwenye ule mkusanyiko wote asiweko mtu hata mmoja ambaye ndugu yake aliuawa. Naamini haiwezekani. Na mtu akisema, mtu mmoja alicomment akasema ukiona ndugu yako ameuawa wakati wa vita, halafu unaanza kusema, unaanza kuwalaumu waliomuua, na zenyewe sio akili. Nikamwambia kulikuwa na vita wapi? Hiyo mnayosema ameuawa wakati wa vita, kulikuwa na vita wapi? Hivi vita huwa anaenda mtu mwenye silaha ya moto, hapo mwingine hana silaha, yuko anakimbia. Ni vita gani? Vita kabla, Biblia yenyewe inasema kabla hujapanga vita kwanza lazima upige hesabu.
ujue wewe una silaha gani na adui ana silaha gani. Sasa vita gani ambayo wengine tuna silaha za moto, mwingine silaha yake ni miguu ya kukimbilia? Hiyo ni vita gani? Bwana siwe. Lakini tafsiri za haraka za watu ambazo kimsingi zinatokana na wao kukosa ubinadamu, kwa sababu uhalisia ni kwamba mtu ambaye mwanaye, mtoto wake kabisa, damu yake kabisa ameuawa, hawezi yani hawezi akawa sio na eti tumuombe, tugeuzie upande wa kusini, tumuombe afya njema ili waje aendelee kuwa wengine hao. Bwana si. Sasa baada ya kufahamu, inawezekana kabisa upotovu mwingi unaoendelea duniani umepandwa na watu. Sisi tunaokaa kanisani tunakuwa tunasomeana maandiko kwa maana sahihi, ili wewe usije ukajua yule ndo roho. Na mimi najua kwamba hivi tunapofanua, kuna watu mnakwazika kwamba kwa nini hao wanawasema walokole wenzao wamejaa mapepo. Wamejaa mapepo ndio, na mahali popote hata kwenye Biblia kulikuwa kuna Simoni mchawi na kulikuwa kuna Filipo aliyejaa Roho Mtakatifu. Simoni mchawi, Biblia inasema alikuwa akifanya matendo mengi ya ajabu na watu walikuwa wanajua yeye ana roho Mungu. Ngoja tusome hapo Matendo ya Mitume hapo, ili ujue hata wachawi wana uwezo wa kufanya ishara, wa kutabiri. Jamii ikaanza kuwashangaa. Matendo ya Mitume 8:9. Matendo ya Mitume 8:9. Kabla sienda kuelezea waliojaa mapepo, Matendo ya Mitume 8:9 nasemaje? Matendo ya Mitume 8 na ule mstari wa 9 nasema, na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, ndio akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria. Alikuwa akifanya nini? Akiwashangaza. Alikuwa akifanya uchawi ila anawashangaza watu. Akasema akiwashangaza watu wa taifa la Samaria. Ndio. Akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Akisema kwa sisi ni CPCT na mimi ndio mwenyekiti. Roho Bwana amenisemesha ni wabariki hawa, hata kama nyie mnasema sijui wameonea watu. Hakuna Bwana, mimi ni mtu mkubwa. Ikawaje? Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa. Wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu. Ule mkuu. Wakamsikiliza. Kwa maana amewashangaza muda mwingi. Kwa uchawi wake. Yaani ndio hiyo staili. Yaani jana ndo nikaja kuelewa kwamba kwa nini mzee alikataa kujiunga kwenye vinavyoitwa CPCT. Ukweli ukijiunga na wale jamaa unakuwa mnafiki. Yani wokovu ndo unauachia pale, wewe unaanza kuwa furu farisayo, kwa sababu huwezi ukabeba wokovu ukategemea maslahi zako zisifiekwe. Hiyo maiki ukiwa usomi izime. Huwezi ukabeba wokovu ukategemea maslahi zako wewe zikabaki vile vile. Huo sio wokovu. Akina Petro walikuwa wanavua samaki, wanashikashika na hela na vitu vya hapa na pale, lakini Yesu alipowaita ile shughuli ilikata. Akina Mathayo walikuwa watoza ushuru TRA, wanakula rushwa. Yesu alipowaita ile shughuli ikakata, na akasema kwamba zile pesa zote nilizowadhulumu watu nitawarudishia. Kushika wokovu lazima chochote kilichokuwa kina faida kwako kifyekwe. Huwezi ukabeba wokovu. Na wana mzee wanasema kusudio la kushika wokovu na kutaka kuwa na watu wengi. Ukishataka kuwa na watu wengi, lazima utazoa yoyote, utachukua yoyote, na utakapochukua yoyote utachukua hata na wale ambao mwisho yote watakuwa hawana, yani sio kiujumla hawana maisha, hawana mpango wa kuingia kwenye huo wokovu.
Bwana asifiwe. Sasa huyu Simoni kwa uchawi wake alikuwa anawashangaza watu. Watu wanasema huyu ni mtu mkubwa. Kwa mfano, wengi kule nyuma waliwahi kuuliza, kwa nini nyie hamko PCT? Nyie sio Pentekoste. Upentekoste wenyewe ndo ule Roho wa Bwana alipojaa watu, ndo alikuwa vile wanabariki wauaji. Roho wa Bwana alipojaa watu, ndo kama ndo Pentekoste ule. Mimi bora nisiwe, yaani wakati mwingine kumuelewa kama mzee ni vigumu, kwa sababu unaweza kujua huyu jamaa ni kama eleweki, si kanisa letu kulielewa, ni kama alieleweki. Sababu wakati mwingine ni kama vile watu labda ni kama waneni kwa lugha, japo si hatujakataza, au wengine wajua sisi tunampinga Roho Mtakatifu, lakini mapepo kama yale lazima tuyapinge. Sio Roho Mtakatifu yule, hawezi akawa, yale ni mapepo. Bwana si yeye ni mapepo. Na kama Upentekoste ni ule, mimi ni heri niwe, ndio maana namuelewa mzee anasema mimi naweza nikaja kuunda dini ambayo inaweza ikawa inasoma Biblia ila wakawa sio wa Kristo, kwa sababu yani ni Ukristo ni kama uchizi fulani hivi ambao vitu vinavyoeleweka wazi kabisa. Sasa nikasema Ukristo, lakini hasa ulokole na hivi vya kunena kwa lugha, sababu kama pale akapanda akaanza sijui kama kunena Roho ameshamjaa. Yani Roho wa Bwana hawezi kuona maumivu ya watu ambao ndugu zao wameuawa. Roho wa Bwana anaanza kukusemesha uwaombee. I say. Sasa tuendelee kumsoma Simoni. Anasemaje? 12. Simoni, watu walikuwa wanajua mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Ikawaje? 12 nasema lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Akizihubiri habari njema na jina lake Yesu Kristo. Ndio. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Ndio. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara. Akashangaa na yeye alikuwa anashangaza watu. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Jina la Bwana barikiwe. Kama kumsikia mzee anasema, yani wewe inabidi uwage unaongoza sala ya toba wale manabii au maaskofu wale inabidi waongoze sala ya toba waokoke, yani hawajawahi kuokoka. Wakati mwingine ukimsikia unasema nitaanzia wapi? Lakini unaangalia sasa hivyo ndo askofu, yani hapa ndo akili yake ya ucha Mungu Roho Mtakatifu ndo imeishia hapa. Ni kweli hadhi wanayokuwa nayo, wakikataa kushiriki yale wanakuwa kwenye hatari, lakini itakufaidia nini wewe kuwabariki wauaji? Yesu asiwe. Itakufaidia nini? Utapata faida gani kuwabariki watu ambao wanatesa ndugu zako, wanaua ndugu zako? Hata kama wewe ni askofu, unao ndugu zako ambao ni raia wa kawaida, na uwezi ukasema kwamba wewe kwenye watu wote walio karibu na wewe hakuna hata mmoja ambaye anaweza akawa ameguswa na matukio kama hayo. Haiwezekani. Yesu asiwe. Sasa maaskofu bwana, kiufupi au wa Pentekoste, nishangaa sana. Nikasema haya mapepo bwana, ukisikia watu inabidi tuwaombee watolewe mapepo. Ndio yale tusome kwenye Wafalme wa Kwanza hapa. Wafalme wa Kwanza 22. Wafalme wa Kwanza 22. Nione hapa Wafalme wa Kwanza ili ujue hiki kisa cha jamaa waliojaa mapepo. 22 anzia tu mstari
wa 6 au anzia wa 5, anasemaje? Wafalme wa kwanza 22 na ule mstari wa 5 anasema. Anasemaje? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo nakusihi. Ndio. Kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Ila Mikaya hakuwepo kwa sababu Mikaya namjua. Bwana asifiwe. Mikaya hakuwepo. Ndio maana hata hao waji wenyewe hawakusanyi kila mtu kwenye matukio, hawakusanyi kila mtu, wana manabii wao. Ikawaje? Akawaambia, je, niende juu ya Ramothi Gileadi? Ndio. Kupiga vita au ninyamaze? Ndio. Wakasema, kwea. Ndio. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Ndio. Lakini Yehoshafati akasema, je, ndio, hayuko hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Yaani haya nikuulize wewe, andiko hapa nasema hayupo hapa nani? Hayuko hapa nani? Nabii wa Bwana. Kwani wale walioitwa hapa inasema walikuwa ni akina nani? Sio walikuwa ni manabii? Wako 400 wameshatabiri kwa neno moja, singekuwa inatosha? Kwani Yehoshafati alikuwa anauliza nabii wa Bwana tena? Yaani kwani alikuwa anauliza mwingine tena? Endelea, wasemaje? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati. Akamwambiaje? Yupo mtu mmoja. Yupo mtu mmoja tena mfalme hamjui kwa ni nabii, unaelewa? Yaani kama kwa waskofu kama ule, mi bora nisiwe mchungaji, nisiwe askofu, niwe mtu mmoja kama huyu. Sababu hapa Ahabu hasemi yuko Mikaya, anasema yuko mtu mmoja. Yaani Ahabu hamjui Mikaya kuwa ni nabii, kwa sababu Ahabu yeye manabii wake wale wenye vyeti vya theolojia, lakini kumbe kinachomwongoza mtu, kinachompa mtu ujasiri, uwezo wa kunena na kutenda, sio cheti cha theolojia, ni Roho wa Bwana ambaye watu wakina Petro hawakusoma kokote. Maandiko anasema walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua ya kuwa watu hawa ni watu wasio na elimu, ni watu ambao hawana ujuzi wowote, wakatambua kuwa watu hawa walikuwa pamoja na Yesu. Utambulisho wao ulikuwa ni ule woga ambao mwanzo Petro na Yohana na wengine walikimbia, lakini baada ya kujaa Roho, maandiko yanasemaje? Mtapokea nguvu atakapoajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Mkiisha kupokea hiyo nguvu itawapa ujasiri. Ndio Paulo anasema kwenye Timotheo wa pili moja mstari 7 kwamba kwa maana hatukupewa roho ya woga, maana yake tulipewa roho ya ujasiri. Kwenye Ufunuo anasema waoga wanaingizwa kwenye kundi na wazinzi, eneo lao ni katika ziwa la moto. Jina Bwana libarikiwe. Sasa nachoongea nini? Maandiko yanasemaje? Waovu kimbia wasipopatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa ujasiri sio cheti. Hakuna mahali kwenye Biblia inasema waliosoma sana theolojia, kwa sababu theolojia ni matakataka waliotengeneza wazungu ili kutengeneza vihistoria vya uongo na ukweli, kuonyesha kana kwamba wanafundisha dini, ila ndani ya ile elimu yako makusudi ya kishetani. Na ndio maana asilimia kubwa waliosoma theolojia wana kila namna za woga, wana kila namna za kitu wanachokiita hekima, lakini sio hekima, ndio wamejaziwa woga, wamejaziwa unyumbu. Bwana si wamejaziwa kama hivyo kutetea wauaji, ndio unaita kitu kinaitwa theolojia. Yaani unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo hata mzee alikuwa akiongea, yaani ukienda kusoma theolojia wewe umekwisha, ulikuwa unaweza usimuelewe, lakini baadaye kuna vitu ukiviunganisha hivi unaona mbona hiki kinaendana na kile. Yesu asifiwe. Amen. Wako wahubiri kabisa
wanakwambia haya, leo Roho Mtakatifu hapa atajaa, Roho Mtakatifu atajaa. Unajiuliza, kwa nini huyu Roho anayejaa hapandi ujasiri kama waliokuwa nao kina Petro? Akina Petro hakuwa na ujasiri wa kwenda kuwahubiri walevi tu. Akina Paulo wanasimama mbele ya ufalme. Mimi nachosema ni kwamba kama Roho hatujajaa, tujadili anajaaje, tujadili, tuombe, kwa sababu unawasikia kina William Seymour, wao walisoma Biblia wakaanza kuomba hadi huyo Roho akashuka. Lakini sisi tuna roho wa ubishi, yaani ni mwoga, una kila namna ambazo zinaonyesha kabisa yaani hakuna mafuta yoyote, ila tu umejua labda kusema siu raba shaka nini na nini, kunena hivyo hivyo, wewe ndio unasema umejaa Roho. Bwana si umejaa Roho. Unajua Roho, kwa sababu Roho ni Mungu. Hivi jiulize, Mungu anaogopa nini? Yesu asifiwe. Mungu anaogopa nini? Anaogopa kifo? Anaogopa kifo? Nani anaweza kumuua? Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, Roho wa Mungu. Lazima si wote kufa tutakufa. Roho wa Mungu, tunajua kuwa Kristo anakuwa ndani yetu kwa hiyo Roho wake aliyetupa. Wewe unaye Roho wa Mungu, unajua kuwa Kristo yuko ndani yako, na Kristo ndiye ambaye aliagiza maagizo mengi kwamba ikiwa wamefanya hivi kwa mti mkavu, kwa mti mbichi, itakuwaje kwenu miti mikavu? Baadhi yenu watawafisha, watawaua, watawatupa gerezani. Hivi maandiko hayo yalimaanisha ni nyakati za kina Petro tu? Kwani leo wahubiri wetu hawatupi gerezani? Hawauawi? Bwana asifiwe. Kwa sababu wale ambao mlitakiwa muhubiri Injili ichome mioyo yao, wafikirie kuwaua, nyinyi mnaanza kunena kwa lugha mkiwa mmejaa mapepo ili muwabariki. Bwana asifiwe. Endelea hapo. Mimi kwa kweli afadhali niwe huyo mtu mmoja. Kwa sababu nilipoenda kule kila mafura kanisa, umesomea uchungaji? Nikamwambia uchungaji hausomewi. Ina maana kwa makanisa yenu hakuna watu ambao wanasomea uchungaji? Nikamwambia Biblia haijui kusomea uchungaji. Hakuna andiko kwenye Biblia inayosema mchungaji asomee. Kwa hiyo uchungaji hausomewi. Umekwaje mchungaji? Uchungaji ni mtu anaitwa na Mungu, uchungaji hausomewi. Kwa hiyo vyo nikamwambia hizo ni biashara tu za watu, ila uchungaji hausomewi. Sasa nilikuwa na wajibu kwa sababu mimi naamini ucha Mungu sio haya makaratasi unayoita vyeti. Ucha Mungu ni vile ambavyo mtu atakuwa anaishi. Endelea kusoma. Yupo mtu mmoja yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye. Yaani Mikaya. Ndio. Mwana wa Imla. Sio nabii. Hasemi yaani nabii Mikaya. Yaani Mikaya ni Mikaya. Bwana siwe. Mwana wa Imla. Ndio. Lakini namchukia. Kwa sababu hanibashirii mema. Ila mabaya. Sasa utaka ubashiriwe nini? Umeshaua. Umeshafanya mabaya machoni pa Bwana. Yaani umeshaharibu mambo. Hapo Ikulu umewakaribisha makahaba kina Yezebeli. Wanataka tukutabirie nini wewe? Umewakaribisha makahaba kina Yezebeli, wanapanga mipango ya kuua kina Naboth, wanamwaga damu zisizo hatia. Kisa tu wanataka shamba ambalo sio la kwako. Wanataka tukutabirie baraka gani tena? Muuaji kama wewe. Wao utapata malipo kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana si. Sasa endelea mstari wa 16. Mstari wa 16 nasema. Ndio. Mfalme akamwambia Mikaya,
Mara ngapi nikuapishe? Mara ngapi nikuapishe? Usiniambie neno ila yaliyo kweli. Usiniambie neno ila yaliyo kweli. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Sasa ili tujue kwa ni Mikaya, anzia 13 anasemaje? 13 anasema. Ndio. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya. Yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya, sio nabii huyu, mtu mmoja. Akamwambia akasema, angalia sasa. Angalia sasa. Maneno ya manabii kwa kinywa kimoja. Maneno ya manabii waliojaa mapepo kwa kinywa kimoja. Husema mema kwa mfalme. Husema mema. Maneno ya maaskofu wa CPCT. Maneno ya viongozi wa CPCT. Wao ndio kama vile ni viongozi wa kujaa roho, kumbe wamejaa mapepo kwa kinywa kimoja. Kwa sababu pale pia kulikuwa kuna watu wote wakasimama wakaelekeza mikono upande wa mashariki kule kwenye nyumba ya mwenyekiti wa kijiji. Wewe Bwana wewe. Maneno manabii waliojaa mapepo kwa kinywa kimoja. Evaje? Neno lako naliwe na kusii. Kama neno la mmojawapo wao. Ukaseme mema. Mikaya akasema. Ndio. Kama Bwana aishivyo. Neno lile Bwana aniambialo. Ndio. Ndilo nitakalo linena. Naam. Na alipokuja kwa mfalme. Mfalme akamwambia. Ndio. Je? Naam. Mikaya. Tuende Ramothi Gileadi? Ndio. Kupiga vita? Ndio. Au tunyamaze? Akamwambia. Kwea ufanikiwe. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Mfalme akamwambia. Ndio. Mara ngapi nikuapishe? Ndio. Usiniambie neno ila yaliyo ya kweli. Kwa jina la Bwana. Yaani mfalme anajua kabisa hili aloniambia Mikaya hajawahi kufanana na nabii wake na hawa. Yaani hawa watakachonitabiria lazima Mikaya awe tofauti. Kwa aliponiambia kwea ukafanikiwe, hili sio ndo neno la Bwana. Yaani hapa Mikaya ni amenizunguka. Yesu asifiwe. Sikia sasa Mikaya anasemaje? 17 anasema. Akasema. Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani. Kama kondoo wasio na mchungaji. Ndio. Bwana akasema. Hawa hawana bwana. Ndio. Na warudi kila mtu nyumbani kwake. Kwa amani. Ndio. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati. Ndio. Je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Ndio. Mikaya akasema. Sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Na jeshi lote la mbinguni. Ndio. Wamesimama upande wa mkono wake wa kuume. Naam. Na wa kushoto. Ndio. Bwana akasema. Ni nani atakayemdanganya Ahabu? Ni nani atakayemdanganya muuaji huyu? Ili akishapanda Ramoth Gileadi akafie huko. Ndio. Ili yakwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi. Ndio. Na huyu hivi. Akatoka pepo. Akasimama mbele za Bwana. Akasema. Ndio. Mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia jinsi gani? Akasema. Ndio. Nitaondoka na kuwa pepo wa uongo. Kinywani mwa manabii wake wote. Kinywani mwa maaskofu wanaomsapoti. Kinywani mwa maaskofu wasioweza kupinga mabaya waziwazi. Kwa sababu ambao hawapingi mabaya waziwazi automatically ni watu ambao ubaya wanaunga mkono hata kama wasemi. Kwa sababu ambaye yuko pamoja na wewe sirini atakuacha sirini, utashangaa tu ameshageuka. Bwana si pepo mchafu. Anasema wale unajua kwa mfano wafalme hawa wanaaminiki sana watu wa dini wanaosalisali hawako. Mtu anayesalisali hivi afu akiwa ana misukule fulani mingi ameijaza mapepo nayo. Sasa mapepo ni ufahamu potofu. Unaelewa? Ameijaza mapepo na ile misukule nayo. Pale basi mtu hii miwaji hii minywa damu hii ikisikia pale mtu anasema Bwana
kwea ukafanikiwe, Bwana yuko pamoja na wewe, basi pale yenyewe inakuwa inaona kabisa, viongozi wa dini, endeleeni kumwombea mwenyekiti wa kijiji. Bwana asiwe. Anasemaje? Akasema, ndio, utamdanganya na kudiriki pia. Ndio, ondoka ufanye hivyo. Basi angalia, ndio, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote. Bwana ametia pepo wa uongo, ametia pepo wa uongo vinywani mwao CPCT au maaskofu hao. Naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndio. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenaana, akampiga Mikaya kofi la shavu. Ndio. Akasema, Roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Ndio. Mikaya akamwambia, ndio, angalia, ndio, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani, naam, ili ujifiche. Jina Bwana libarikiwe. Sasa tuache kikisa, lakini kile kimoja naona nikwambie ni kwamba haijalishi wewe umetabiriwa na nani kwamba utafanikiwa au mambo yako yatakwendea vizuri, huwezi ukaepuka kuvuna ulichopanda. Sasa nimekwambia huyu ndio roho anayewajaa Pentekoste, huyu roho wa manabii 400 wa Ahabu huyu. Lakini roho wa Bwana kabisa alivyowajaa watu walijaa ujasiri wa kwenda kupigana kuokoa jamii zao zinazoumia. Amen. Ukiona akina Paulo, akina Petro wanaandikiwa, watu hao wanahubiri mambo yanayopingana na amri ya Kaisari. Unafikiri Kaisari yeye alikuwa na amri gani? Ukusikia mahali Yesu anadaiwa kodi, alafu Yesu akamuuliza Petro, waonaje wewe? Hao wakubwa wanachukuaga kodi hadi kwa watoto wao. Petro akasemaje? Hamna, kwa watoto wao watakuwa wachukui. Yesu akamwambia, sema nini? Isiyo shida, nenda kavue samaki. Samaki wa kwanza utakayemvua mpasue mdomoni. Lakini ujue ule ni mfano, ile kodi ni mfano. Kuna mahali walimtega Yesu kwa makusudi, wakamwambia, je, ni halali kumpa Kaisari kodi? Na ulikuwa ni mtego ili wajue Yesu anaendana na sheria za Kaisari au aendani nazo. Bwana si. Lakini ukweli ni kwamba pamoja na ule mtego, inaonekana kabisa kulikuwa kuna watu walikuwa wanatoza kodi zaidi ya kiwango kilichotakiwa. Ukitaka kujua, ndio maana Yohana Mbatizaji aliwaambia watoza ushuru, msitoze zaidi ya kiwango mlichoamliwa. Maana yake waliokuwa wanatoza zaidi ya kiwango walichoamliwa wao walikuwepo. Amen, walikuwepo. Kwa hata wakisema ya Kaisari mpeni Kaisari, shida sio kutozwa kodi, shida ni unatoza kiwango gani. Bwana si. Biblia imetuagiza tulipe kodi, ndio. Wewe unatoza kodi ambayo inaweza ikalipika, au unatoza kodi ambayo hata mfanyabiashara hawezi kuilipa? Shida sio kodi. Kodi ni nini? Hiyo kodi unaitozaje? Bwana si. Lakini kama hiyo haitoshi pia, hata Mwingereza kasema, je, Biblia hii mnasoma Biblia gani? Wapalme hawa walikuwa wanataka neno kwa Bwana, wamemuita Mikaya, wameacha manabii, wamemuita Mikaya. Mikaya anaongea neno la Bwana. Bwana si. Naongea nini? Roho wa Bwana akimjaa mtu, yule roho anatakiwa anene yaliyo moyoni mwa Mungu. Kwa tusome hapa kidogo hii Wafalme wa kwanza kwenye hii Wafalme wa kwanza hapa 21 21 hapa, some kidogo afu tutarudi kwenye Waamuzi 21:17. Wafalme wa kwanza 21 na ule mstari wa 17 anasema, anzia 13 tukisome hicho kisa. 13 anasema, na hao watu wawili watu wasiofaa, ndio, wakaingia wakaketi mbele yake, ndio,
Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Nabothi ndio mbele ya watu wakasema, Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji. Ndio kama wanaosema nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa ni tuache vijana wapindue serikali. Saulo ulikuwa wakati wa uchaguzi, kwa serikali ilikuwa wapi? Au nyinyi ndio mlijipa userikali? Yaani kwamba ndio tunachagua serikali, ndio tunachagua serikali, alafu mnasema tena nguvu ndogo ilikuwa ni watu waende wakapindue serikali. Hasa ilikuwa wapi hiyo serikali ya kupindua wakati ndio tulikuwa tunaichagua? Wala sio. Ndio kama hawa Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Nabothi hapa hajatukana mtu wa watu, alikuwa tu na shamba lake, watu wanalihitaji. Sema amekataa, ngoja tusuke mpango wa kumuua. Wanamuua kwa kutengeneza sababu. Ndio maana utasikia watu wanaweseka. Mara au vijana wa Tanzania wanapika mbele, wanaanza kuweseka. Kwa nini wazee mkuwazuia wasitoke? Wanapika mahali walikuwa, yani ni hivyo. Mara sio walikuwa wanaharibu miundombinu, mara sio wamelipwa, mara wanatonea wivu rasilimali zetu, mara ni AI wanatonea wivu rasilimali zetu. Sijajua wanakula na nani, kwa sababu mimi nafsi sijui za kwetu za kwetu sio wanakula na nani. Anyway, tuendelee hapo. Ikawaje? Ndipo wakamchukua nje ya mji, ndio wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema, Nabothi amepigwa kwa mawe. Nabothi amepigwa kwa mawe, amekufa. Ndio. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, ndio, inuka ulitamalaki shamba la mzabibu la Nabothi. Inuka jitangaze tu, mimi ndo mshindi. Wale wako na kupinga wale shakufa, wale shamaliza kila kitu. Kwa inuka, mambo yashaisha. Inuka jitangaze, mambo mengine yaendelee. Inakuaje? Inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi, ndio Yezreeli, alilokataa kukupa kwa fedha. Maana Nabothi hayuko hai, lakini amekufa. So amekufa. Yezebeli hapa hajanyosha, lakini nilipanga mpango wa kumuua, kwa sababu hao watu wawili wasiofaa hawakumuua Nabothi kwa hiari yao. Yezebeli ndio aliyepanga mpango. Nabothi anatakiwa afe, kwa sababu asipokufa hatuwezi kutawala hili shamba. Ikawa Ahabu aliposikia ya kwamba Nabothi amekufa, akaondoka, aliteremkia shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli, ili alitamalaki. Ndio. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi kusema. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi, sio nabii. Maandiko yanasema neno la Bwana likamjia nabii Elia Mtishibi. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi. Yesu asifiwe. Lakini ni neno la Bwana, kwa sababu Bwana hashushi neno lake kwa mtu mwenye title fulani. Bwana anashusha neno lake kwa mtu mwenye njia, anayeonekana anaweza kalibeba hilo neno. Wakati anamwambia Paulo kwamba utalibeba hili neno mbele za mataifa na mbele za Israeli, maana yake anaangalia hili neno unaweza kulibeba. Elia huku nyuma ana matukio mbalimbali. Ana matukio ya kusimamisha mvua, ana matukio ya kushusha moto. Kwa katika manabii unaweza kusikia sio watu wanakuambia, acha kujivuna. Hata Elia Bwana alimwambia nimejisazia. Hapana, Bwana akumwambia nimejisazia. Bwana alimwambia nitasaza manabii, sio nimesaza sasa hivi, nitasaza. Some ile andiko hapa, Wafalme wa kwanza hapa. Maana unaweza kusema alimwambia wapi Elia? Bali za Elia Mtishibi, Wafalme wa kwanza, ilikuwa ni Wafalme wa kwanza ngapi hapa? 19.
mstari Wafalme wa kwanza 19 mstari anzia 14. Wafalme wa kwanza 19 14 au anzia 13, unasemaje? Ikawa Elia aliposikia alifunika uso wake katika mavazi yake. Akatoka akasimama ndio mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, ndio, unafanya nini hapa Elia? Ndio. Akasema, ndio, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana. Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi. Kwa kuwa wana wa Israeli ndio wameacha maagano yako. Wameacha maagano yako. Ndio manabii hawa. Manabii walikuwa wanaona Bwana anavyoona. Bwana anaona watu watakiwa washike maagano yangu, na wao wanaona hivyo na kuzivunja madhabahu zako. Ndio. Na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu. Hii kuwaua manabii wako kwa upanga, kiufupi, manabii nyakati za Biblia walikuwa wana kazi ya kupinga ubaya, kupinga mabaya, kuambia watu dhambi yao. Kwa hata watu ambao wameuawa kwenye mazingira kama tulionayo, unaweza kusema walikuwa hawajaokoka, wanaingia kwenye kundi la manabii. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana tu kwa sababu walikuwa wanapinga ubaya na hawataki ubaya uendelee. Bwana si. Kwa sababu ukifikiria sana utagundua tafsiri ya nabii kwenye Biblia sio hii tunayoiona leo, ambayo mtu anena kwa lugha katili, muuaji, anashiriki mauaji, hapo unamuita nabii. Anasuka mipango ya mauaji, unamuita nabii. Hapana, nabii ni maisha ulionayo, kwamba wewe utapinga wabaya na mabaya, wewe mwenyewe ufanye mabaya na unayapinga kwa nguvu zote. Wameua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia peke yangu. Nami nimesalia mimi peke yangu. Nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Nao waitafuta roho yangu waiondoe. Kwa nini anasema amesalia peke yake? Manabii wengine anawaona, lakini anaona ni jamaa tu fulani wanaenda, jamani, tunyooshe mikono upande wa kusini kule, kuna nyumba ya mwenyekiti wa kijiji, tumbariki hata kama ameua watoto wetu. Sasa jamani, mbona nyie mnakaa meza moja na hao wauaji? Mbona mnakaa meza moja na hao wauaji? Hafla hizi picha hizi, red carpet hizi, yani nyie ni watu fulani wa level za juu sana. Mbona mimi mwenzenu naishi kwenye mapango tu, mara nimeenda kwenye kijito cha Kerithi, mara huyu hapa kwa mwanamke wa Serepta mwenyewe ameishiwa, hata unga hana. Yaani kwa nini mimi ndo maisha yangu yawe hivi? Bwana mimi nichukue tu. Bwana akasemaje? Bwana akamwambia, ndio, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika umtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Naye Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Ndio. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamua. Ndio. Na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamua. Ndio. Pamoja na hayo, yani tukiacha hizi habari za kina Elisha, pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli. Nitajisazia, sio sasa hivi wapo. Bwana si watu 1000. Huu ni wakati ujao, sisi kwenye nyakati. Ni wakati ujao, sio uliopo. Hacha kujivuna, umebaki wewe peke yako, wewe tu na anatafuta kukua. Bwana amejisazia hata nyakati za Elia. Bwana alimwambia Elia amejisazia manabii 400. Amesema Bwana amejisazia hapa. Amesema nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Lakini nitajisazia. Sasa hivi hao watu hawapo, ndio maana akaagiza wakati wa mafuta wa Baali.
Unafikiri hapa Bwana kwa nini asingesema umebaki wewe peke yako? Mbona mko wengi tu? Lakini Bwana naye alikuwa kweli anaona hawapo. Sasa ngoja ukawatie mafuta baadhi ya watu wasimame badala yako. Yesu asifiwe. Tuendelee na hiyo 21 hapo. Neno awali kamjia Elia Mtishibi. Sio nabii huyu, ila neno la Bwana limemjia. Asemaje? Wafalme wa kwanza 21 ule mstari wa 17 sasa. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi. Ndio. Kusema. Ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli. Ndio. Akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabosi. Ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ndio. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi. Ndio. Je, umeua ukatamalaki? Je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi. Ndio. Mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabothi, ndio mbwa watairamba na damu yako. Ndio. Naam, damu yako. Jina Bwana barikiwe. Amen. Ndio manabii wa Mungu hawa, neno la Bwana linawajia, Roho wa Bwana anawajia, wanaongea kuhusiana na maonezi fulani ambayo jamii inaweza ikawa imeonewa kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa sababu ya muda nisome tu Waamuzi 6. Nisome Waamuzi 6 mstari Waamuzi 6 soma mstari wa 34. Watu waliojaa Roho wa Bwana. Waamuzi 6 na ule mstari wa 34 anasema, ndio, lakini Roho ya Bwana ikaja juu yake Gideon. Ndio. Naye akapiga tarumbeta. Ndio. Na Abiezeri walikutanika na kumfuata. Ndio. Kisha akatuma wajumbe waende kati ya Manase yote. Wao nao walikutana pamoja ili kumfuata. Kisha akatuma wajumbe waende kwa Asheri na kwa Zabuloni na kwa Naftali, nao wakakwea ili kumlaki. Gideoni akamwambia Mungu, ikiwa wewe utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema, tazama, nitaweka ngozi ya kondoo katika kiwanja cha kupuria, na kama ukiwapo umande juu ya ngozi tu, ndio, na nchi yote ikawa kavu, basi hapo ndipo nitakapojua ya kuwa utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema. Ndio. Ikawa hivyo. Ndio. Kwa maana aliondoka asubuhi na mapema, akaikamua ile ngozi, akautoa ule umande katika ile ngozi, bakuli zima la maji. Ishia tu hapo. Bwana asiwe. Ishia tu hapo, tusome kitabu cha Maombi Machache. Ishia tu hapo, kitabu cha Maombi Machache. Soma ukurasa wa 22. Ukurasa wa 22. Tasoma. Naam. Tasoma kitabu cha kilichoandikwa Maombi Machache yanayotoa matokeo makubwa zaidi ya anayeomba sana au kufunga sana. Ukurasa wa 22, ile sura ya 3. Ndio. Na kichwa kinachosema Maombi machache yanayokujaza Roho Mtakatifu. Ndio. Aliyewajaa baba zetu wa Biblia. Yana matokeo makubwa kuliko mengi yanayokujaza roho wa Pentekoste iliyoletwa na wazungu. Soma hapo aya ya 2 kutoka mwisho. Kwa na Roho Mtakatifu anasema,
kuwa na Roho Mtakatifu aliyeletwa na Yesu ni kutawaliwa na maamuzi ya kimungu, ndio, au kufunikwa na uwezo au utukufu wa Mungu juu ya mwili wako kwa kujijua au kwa kutokujijua. Lakini kujaa Roho Mtakatifu kipentekoste ni kubweka kama mbwa, raba 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 raba, shendelele na kadhalika, ili hali umejaa hali zote chafu za utapeli, za aibu, za unyonge, huzuni, tamaa ya zinaa, magonjwa na kadhalika. 25 kurasa 25 pointi namba 2. Kurasa wa 25 pointi namba 2 anasema, anzia hapo kwenye nihitimishe kwanza, ndio utasoma. Nihitimishe kakipengele haka kwa kuvikusanya pamoja vitu vinavyoweza kuonyesha kirahisi kuwa wewe umejaa Roho Mtakatifu. Naam. Yaani nitaje namna 10 zinanionyesha kuwa wewe una Roho Mtakatifu. Ndio. Au umejaa Roho Mtakatifu. Ndio. Pointi namba 2 anasema kutenda au kuongea kwa niaba ya Mungu kwa 100%. Ndio. Ama kama Elia alivyosema kuwa ndio, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Ndio. Wafalme wa kwanza 17 na ule mstari wa kwanza. Elia akamwambia Elisha, ndio, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Ndio. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapokuwa naondolewa kwako utalipata. Ndio. La hukuniona kulipati. Ndio. Wafalme wa pili 2:9 hadi mstari wa 10. Naam. Lakini pia nasi Mungu alitutaka tuwe picha yake duniani kwa 100% pale alipotuambia kuwa ikiwa walilishika neno langu watalishika na lenu. Yohana 15 na ule mstari wa 20. Ndio. Mimi nimesema ndinyi miungu, ndio, na wana wa aliye juu nyote pia. Zaburi ya 82 na ule mstari wa 6. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ndio. Yohana 10 na ule mstari wa 34. Naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote watakaofungiwa dhambi wamefungiwa. Yohana 20 na ule mstari wa 23. Malizia hapo 27. Hiyo ya mwisho 27 anasema ukiwa ni mtu uliye na kimojawapo kati ya hivi kuna sababu zote za kujisema kuwa umejaa Roho Mtakatifu. Ndio. Amini, amini, amini na kuambia, ndio, hata kama una namna nyingine yoyote unayoita ndio kujaa Roho Mtakatifu, huwezi kuwa na maisha yenye fahari na heshima kubwa kama anayejaa Roho anayewafanya watu kuwa hivi. Ndio. Nje na hapo umejaa roho wa Wapentekosti ulieletewa kwa hila ya waliokuletea, au umejazwa mapepo na ukaambiwa ndio Roho Mtakatifu. Jina Bwana barikiwe. Tunajadili haya kwa sababu potofu mwingi uliomo duniani, dini zimezaa watu wasio na utu, zimezaa watu wasio na binadamu kwa sababu ya kile. Kwa mfano kimalizia hapa anasema kujaa Roho Mtakatifu aliyeitwa na Yesu ni kwa Mungu kamili wakati unapofanya maamuzi au kunena au kutenda jambo kwa msaada au kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Maandiko yanasema Roho wa Bwana aitulie juu ya vilindi vya maji. Hapo Bwana akasema, hapo mwanzo palikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo naye neno akavaa mwili akaja kwetu. Sasa neno alikuwa ni akisema
na liwe jua. Lakini mchakato wenyewe wa jua kuwa ni Roho wa Mungu alikuwa anafanya. Ndio maana kuta wanasema Bwana akasema, lakini wakati ule Bwana anasema kulikuwa kuna Roho wa Mungu amechulia juu ya vilindi vya maji akiwa anafanya kazi. Sasa ninachoongea hapa naongea nini? Naongea kukujulisha kuna vitu, mfano wa tumeitwa wito tofauti, au unataka ubiri aongozwe na Roho wa Bwana au aongozwe, kwa sababu tunaokuwa tunaonekana tunahubiri ubinadamu, inakuwa inaonekana sisi hatuongozwi na Roho. Kwa mfano mimi leo kuhubiri upotovu wa watu ambao wanajinena kana kwamba wao ni watu wazito, kwa haraka haraka hapa mtu anaweza kusema wewe uongozwi na Roho. Lakini Yesu, maandiko yanasema kuna mahali alikuwa anapita akaona mtini, saa ile alikuwa na njaa, alitaka ale. Alipoona una matunda pale pale akaupiga laana. Yesu alikuwa anahubiri kwa matukio. Yesu kuna mahali alikutana na mwanamke mzinzi, watu walimletea mwanamke mzinzi kwamba huyu mwanamke kwa sheria za Musa 1, 2, 3 bwana wewe ilibidi tumpige mawe. Yesu akaanza kuhubiri pale pale kwamba Bwana, kama kuna mtu asiye na dhambi. Kwa hiyo nataka nikujulishe, uhubiri na kukutana kwetu kanisani, tunakutana ili kujengana ufahamu. Kwa sababu mimi nakuhakikishia wewe, amini au usiamini, ni kweli unaweza ukasema kwa mfano, au ukiwa unatetea watu utaondoka mapema. Ni kweli wewe utabaki, halafu utakavyobaki tutaona utaenda hadi wapi, kwa sababu hao wabaya hawa wanaendelea kuwa wabaya zaidi, na kwa kadri ambavyo wewe utakuwa uwapigi kelele, ndio wataendelea kujibadilisha zaidi kuwa na roho mbaya. Bwana si nachoongea hapa, nimekwambia kwamba sisi tunakaa hivi, tunapambana kuhubiriana ili tukutengenezee ufahamu uliotakiwa kuwa nao, ujue Roho Mtakatifu ni nini. Ndio maana hata baadhi ya watu wanaweza kujiuliza kusema, mbona watu kwenye Biblia walikuwa wanapinga mauaji, inakuwaje leo wahubiri hawapingi? Lakini wahubiri hao wanajinasibu kuwa wamejaa Roho au wana nguvu nyingi za Mungu. Hivi nguvu za Mungu zinamwogopa mfilisi fulani atakuwa? Bwana si kama hiyo haitoshi, mbona wako watu kwa Biblia kama kwa kina Elia waliwindwa wakakimbia? Wewe hata umekukimbia, yani si vitu tunavitazama kwa sababu si namna yako ambayo unaona, pia anaweza kuwa maisha. Yesu asifiwe. Kwa hiyo unavyoomba maombi, tena kusoma hizi pointi nyingine, ila unavyoomba maombi, omba ujae Roho. Kimsingi hatuombi maombi kama kwa utamaduni au kama tu utaila fulani, nijaze Roho wako. Toka hapo, angalia katika hivi ambavyo ni dalili za kujaa huyo Roho, wewe vingapi vimeanza kuwa? Yaani sio tu ukishajaa huyo Roho anakufanya ufananaje, wewe ujui ile saa tu nijaze. Yaani unakuwa unaonekana kama vile mtu fulani ambaye ufahamu wako na shida. Amen. Wiki hii tunaenda kumaliza mfungo wetu, na sio siku 40, usiokuwa unaisubiri tarehe 10. Mfungo utaisha Jumapili. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili zitakuwa ni siku za kutumia kimiminika tu mpaka Jumapili jioni, kama ambavyo tunafanya kwa utaratibu, na utakayeweza funga kavu utafanya hivyo. Amen. Kwa hiyo najua kuna watu inawezekana mlishindwa kufunga kwa sababu mbalimbali, lakini pia inawezekana kuna watu mmeona wamefunga miaka mingi na
hana matokeo yote. Kwa mnaona ni kautamaduni tu kwamba wamezoea kautamaduni ka kufunga mwanzo wa mwaka. Lakini mimi nilikwambia kwamba wakati mwingine hata kama una changamoto usikubali tu kukaa bila kufunga kabisa. Ndio maana hawa watoto hata wakifika miaka 10 tunaanza kuwazoesha kufunga. Hawezi kufunga mpaka jioni, anachelewa kula, anakula saa 6 mchana. Toka asubuhi ya jana kwake na kwa umri wake ni sehemu ya mfungo. Na uzuri wa mfungo kama hiyo koskazi ni akimiminika. Kama mtumishi wa Bwana Domi anaipigaga mara nyingi tu kwa kujua, kwa kutokujijua, kwa sababu ni miongoni mwa jamaa ambaye chakula hakina undugu naye sana. Anaweza akanywa juisi tu mkamkuta ni jioni nafikani chakula ni mpaka mpambane naye sana ndio anakula. Sasa naongea nini? Hivi vitu kama tu mtu labda anaweza kuaminisha hamna. Sasa huyu si kana kwamba wao wanamnyima chakula, ni yeye mwenyewe tu sio mdau, yani ni mpaka ajisikie. Lakini napo anaweza tu labda akala kidogo akaacha. Lakini nakuhakikishia dunia haishi maneno. Ujue ukifunga sijui utapata vidonda vya tumbo, utakufa. Kwani wewe utakufa? Bwana asiye. Wewe utakufa. Haya, kwa mfano sijajua malengo ya watu, kama wanapokuwa nakwambia hivyo. Mimi nirudi nyumbani, mamangu akaniambia, yaani wewe sijui umekonda sijui. Nikamwambia kwa nataka niwe nakula ili niwe kama nani sasa? Uage kama kaka zako. Ili waje. Nikishakuwa hivyo ili kitokee nini? Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni mitazamo tu ya watu. Ni mitazamo ya watu. Lakini pia kwa wale ambao labda mnaweza mko mahali mtu Bwana hata akikwambia anafunga mwaka, Roho Bwana anaweza kama amemshukia. Kwa hiyo wewe mwache tu, mwache aende. Na isiwe ni ile kwamba kama ni mfungo mtu ameenda ameukatiza njiani, basi naona anza kusema mimi nilikwambia utaweza wewe. Unafikiri wewe utaweza? Nishakwambia mimi hapo nilikushauri mapema. Bwana si. Sababu mara nyingi mzana anaandika kwenye kitabu kwamba wale walioshindwa kila kitu ndio wanakuwa washauri wazuri. Wakusema sio kimbele hivyo, inatosha, yani mambo siyafanye magumu hivyo. Bwana si. Lakini mengineyo tutaendelea tu na ibada na hatua nyingine zote kama ambavyo zinaweza kuwa. Ewe Roho wa mbinguni uje